Habari Mtanzania popote pale ulipo, nikukaribishe sana hapa, na bila shaka una kila sababu ya kuendelea kusalia nasi, na hii ni Multipolar Vision. Kwa mara nyingine tena tumekutana hapa ndani ya Clouds TV kwa ajili ya kuyafahamu mengi yanayohusu masuala ya geopolitics, jambo ambalo litakuongezea ukwasi wa taarifa na maarifa kwenye kung'amua mambo, hususan kwenye ulingo wa siasa. Waswahili wanasema siasa si sasa, 1+1 ni 2, lakini kwa mwanasiasa dhahiri shahiri atakwambia ni 11. Kwa nini? Inawezekana ikawa ni idadi ya watu, kwa maana ndio tegemezi na mtaji kwenye masuala ya maamuzi. Lakini vipi utatambua wafuasi wa kweli na wafuasi wasiwasi? Ni kwenye mtazamo wa geopolitics, ambapo tunakutana hapa kwa ajili ya kuangazia upande wa pili wa shilingi. Mimi ni Ali Kashmiri. Unionapo kuna jambo, na kama utafika utaniona, yapo mengi ambayo tunayatazama, lakini hii leo nikukumbusha kwamba kwanza kwa mwaka 2026 tuliyashuhudia mengi. Kipindi kilichopita tulizungumzia matukio kadhaa, ikiwemo tukio la rais wa Marekani kufanikiwa kumchukua, na hii ni mara baada ya kutangaza na muda mrefu kumwambia Nicolas Maduro, rais wa Venezuela, ya kwamba jisalimishe mwenyewe, na mpaka hatua ya kwenda kumshikilia katika nchi yake ya Venezuela. Lakini safari hii tumekuja kutazama masuala ya Greenland, ambapo hili ni miongoni mwa jambo ambalo limechukua nafasi kubwa pia, baada ya yeye rais wa Marekani Donald Trump kusema wazi ya kwamba ni eneo ambalo analihitaji, na ametaja sababu kadhaa, ikiwemo ni kwa maslahi mapana ya taifa la Marekani na watu wake. Na hii leo tutakwenda kuliangalia kinaga ubaga namna ambavyo hali ilivyo katika taifa la Marekani, Umoja wa Mataifa ya NATO, ambapo kimsingi wamekuwa ni sehemu ya mashirikiano makubwa kwenye kuangalia namna gani jambo hili pia wanaling'amua. Tutakuja kufahamu, lakini kwa sehemu hii ya kwanza, mtazamaji wa Clouds TV, tupate nafasi ya kufuatilia makala hii fupi, na hapa tunakwenda kuungana na Abel Mponela kwenye makala hii fupi ambayo inatuelezea hali halisi ya tukio katika taifa la Greenland. Baada ya kuchaguliwa tena kwa rais wa Marekani Donald Trump mwaka 2024, maslahi ya Marekani kuhusu Greenland, kisiwa kikubwa cha Arctic ambacho ni eneo lenye mamlaka ya ndani chini ya Denmark, yaliongezeka kwa kasi. Tarehe 22 Disemba 2024, Trump alitangaza kuwa umiliki wa Greenland ni hitaji la lazima kabisa kwa usalama wa taifa la Marekani. Greenland ipo katika bahari ya Atlantic kaskazini na ina nafasi muhimu ya kijiografia na kisiasa. Umuhimu wake unaongezeka pia kutokana na mabadiliko ya tabia ya dunia na kuyeyuka kwa barafu za Arctic, hali inayofungua uwezekano wa kutumia njia za Arctic katika usafirishaji wa biashara ya kimataifa. Katika mahojiano na kituo cha ABC, waziri wa hazina wa Marekani Scott Bessent alisema kuwa hali ya Arctic inabadilika kwa mtazamo wa usafirishaji wa majini, na kwamba ni muhimu kwa Marekani kudhibiti eneo hili kimkakati. Alibainisha kuwa mwezi Oktoba 2025, meli ya kibiashara ya China iliwasili Uingereza kwa mara ya kwanza kupitia njia ya Arctic. Tarehe 4 Januari 2024, baada ya operesheni ya kijeshi ya Marekani nchini Venezuela, Trump alirudia tena nia yake ya kununua Greenland. Jaribio la kutatua mgogoro huo kidiplomasia kupitia mazungumzo katika ikulu ya White House tarehe 14 Januari yaliyohusisha mawaziri wa mambo ya nje wa Denmark na Greenland halikufanikiwa. Msimamo wa Marekani haukubadilika pia. Wakati huo huo, Trump alitumia kikamilifu tetesi kuhusu shughuli za Urusi na China karibu na Greenland ili kuchochea hali na kuhalalisha madai yake juu ya kisiwa hicho. Tarehe 11 Januari, rais wa Marekani alisema, na nukuu, "Kama hatutachukua Greenland, basi Urusi na Uchina watachukua. Sitaruhusu hilo. Njia moja au nyingine, Greenland itakuwa yetu." Mwisho wa kunukuu. Tarehe 14 Januari, kiongozi huyo wa Marekani pia alijibu ripoti ya kijasusi ya Denmark ya mwaka 2025 iliyodai kuongezeka kwa shughuli za kijeshi za Urusi na China katika eneo la Arctic na karibu na Greenland. Katika muktadha huo, aliitaka Denmark iondoke mara moja kwenye kisiwa hicho, akisema kuwa mbwa wake wawili wa kuvuta sledge wasingeweza kukabiliana na ulinzi wake. Tarehe 15 Januari, katikati ya mvutano unaoendelea kuhusu ardhi ya Greenland, Denmark na baadhi ya nchi za Ulaya zilichukua hatua ndogo za kuimarisha uwepo wao katika eneo hilo lenye mamlaka ya ndani.
Mamlaka ya Denmark ilithibitisha kupelekwa kwa kundi dogo la wanajeshi na wawakilishi wa Wizara ya Ulinzi kwenda Greenland. Idadi ilikuwa ni makumi kadhaa ya watu, wakiwamo maafisa wa mawasiliano na wataalamu wa mazingira ya Arctic. Majukumu yao yalitambuliwa rasmi kama utaratibu, tathmini ya hali ya ushirikiano na washirika. Ufaransa, Ujerumani, Norway, Finland na Uingereza pia zilituma makundi kama hayo karibu na wakati mmoja. Idadi ya vikosi ilikuwa ndogo sana, watu wachache kutoka kila nchi, bila kupeleka vitengo vikubwa wala kubadilisha miundombinu ya kijeshi iliyopo. Copenhagen ilisisitiza kuwa hatua hizo ni za muda na za kiufundi tu. Wakati huo huo, uongozi wa Denmark ulisema wazi kuwa suala la mamlaka ya Greenland lilikuwa limefungwa na halingeweza kujadiliwa na wahusika watatu. Serikali ya Denmark ilibainisha kuwa jaribio lolote la kushinikiza ama kubadili hadhi ya kisiwa hicho lingeonekana kama ukiukwaji wa makubaliano ndani ya NATO. Mamlaka ya Greenland yalithibitisha kuwa yalikuwa yamekubali kuwasili kwa wawakilishi wa kigeni. Greenland haizingatii kujiunga na Marekani na haiungi mkono mabadiliko ya hadhi yake ya kisiasa chini ya shinikizo la nje. Tarehe 17 Januari, Trump alitangaza kutozwa kwa ushuru wa forodha wa 10% kwa bidhaa kutoka Denmark, Ujerumani, Uingereza na nchi nyingine zilizotumia vikosi vya kijeshi Greenland. Kwa mujibu wa Trump, nchi hizo zingelipa ushuru huo hadi makubaliano yafikiwe kuhusu ununuzi wa Greenland. Baada ya kauli hiyo, nchi za Ulaya zilipunguza misheni zao za kijeshi katika kisiwa hicho. Kuhusu utatuzi wa mgogoro. Mkutano wa uchumi wa duniani huko Davos ukawa jukwaa jipya la mazungumzo kuhusu Greenland, ambapo Trump aliondoa uwezekano wa kuchukua kisiwa hicho kwa nguvu na kufuta uamuzi wa ushuru wa kibiashara. Pia katika mkutano huo, uamuzi kuhusu hadhi ya kisiwa hicho ulifikiwa. Tarehe 22 Januari, Rais wa Marekani alishiriki maelezo ya makubaliano ya Greenland. Msimamo wa Ulaya ni nini katika hili? Januari 22, mkutano wa dharura wa Umoja wa Ulaya ulifanyika Brussels, ambapo viongozi wa Ulaya walijadili athari za mgogoro katika mahusiano na Marekani kuhusu Greenland. Awali ilitarajiwa kuwa mada kuu ingekuwa ni majibu ya Ulaya kwa ushuru uliotozwa awali na Trump, lakini baada ya rais wa Marekani kufuta uamuzi huo, tishio la vita ya kibiashara kati ya washirika lilipungua. Baada ya mkutano huo, viongozi wa Ulaya walisema wanaunga mkono kurejeshwa kwa makubaliano ya kibiashara na Marekani ambayo bunge la Ulaya lilikuwa limesitisha kuidhinisha kama maandamano dhidi ya madai ya Washington kuhusu Greenland. Jumuiya ya Ulaya pia ilipokea vyema kauli ya Trump ya kuondoa uwezekano wa kuchukua kisiwa hicho kijeshi. Viongozi wa Ulaya walisisitiza pia kuwa wako tayari kuwekeza zaidi katika usalama wa Arctic. Umoja wa Ulaya tayari umeamua kuongeza mara 2 msaada wake wa kifedha kwa Greenland, na kifurushi kipya cha uwekezaji kinatarajiwa kutangazwa hivi karibuni. Kwa mujibu wa shirika la habari AFP, likinukuu ikulu ya Elysee, hata kabla ya hotuba ya Trump huko Davos, Paris, ilituma pendekezo kwa uongozi wa NATO la kuandaa mazoezi ya muungano huo Greenland, ikiahidi kuchangia. Rais Macron mwenyewe alisema katika hotuba yake kwenye jukwaa la uchumi duniani tarehe 20 Januari kwamba Ulaya haitasalimishwa kwa vitisho vya Marekani na haitakubali sheria ya mwenye nguvu zaidi. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz alisisitiza huko Davos kuwa Ulaya haitaruhusu kutwaliwa kwa maeneo ya Ulaya kwa nguvu. Aliongeza kuwa Ulaya inapaswa kujifunza kutokana na hali ya Greenland na kufanya juhudi zaidi kuimarisha uwezo wake wa kujilinda. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte alisema katika mahojiano na Reuters kwamba muungano wa Atlantic ya Kaskazini utaongeza juhudi zake katika Arctic mwaka mzima, akibainisha maslahi ya nchi wanachama wa NATO katika usalama wa eneo hilo. Kwa mujibu wake, suala la uchimbaji madini Greenland halikujadiliwa katika mazungumzo na Trump, na mazungumzo husika yataendelea kati ya Marekani na Denmark pamoja na Greenland yenyewe. Pamoja na haya yote, msimamo wa Urusi katika Arctic upoje? Wakati huo huo, Urusi inaendeleza kikamilifu njia za usafirishaji katika Arctic. Moscow imekuwa ikitumia njia za Arctic kwa muda mrefu na ina meli kubwa zaidi duniani za kuvunja barafu, meli 42 zikiwemo meli 8 za nyuklia.
Matumizi ya njia za Arctic za Urusi, ambazo vyombo vya habari vya Urusi huita njia ya bahari ya kaskazini, hupunguza kwa kiasi kikubwa gharama za usafirishaji kati ya Asia ya Mashariki na Ulaya na kufupisha safari kwa asilimia 30 hadi 40 ikilinganishwa na njia ya kawaida kupitia mfereji wa Suez. Mwaka 2025, kampuni za usafirishaji za China zilikamilisha safari 23 kupitia njia ya bahari ya kaskazini, ongezeko la asilimia 60 ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Alexei Ryakchev, mkurugenzi mkuu wa shirika la nyuklia la Urusi, alisema maendeleo ya uwezo wa kiuchumi wa eneo la Arctic yatatuwezesha kuzungumzia kufungwa kwa korido ya usafiri ya Trans-Arctic kuwa pete kubwa ya usafiri. Alibainisha kuwa Moscow inaendelea kujenga korido ya usafiri ya Trans-Arctic, mradi mkubwa wa vifaa na miundombinu utakaoimarisha usafirishaji wa bidhaa za viwanda kutoka Siberia kupitia njia ya bahari ya kaskazini kwenda masoko ya Asia. Wataalamu wengi wanaamini kuwa sera ya Urusi katika Arctic inalenga maendeleo ya hatua kwa hatua ya rasilimali asili na kuendeleza usafirishaji katika eneo lake la Arctic bila kushinikiza majirani. Hata hivyo, maendeleo ya haraka ya njia ya bahari ya kaskazini yanaanzisha duru mpya ya ushindani wa Arctic kati ya Urusi na Marekani. Tutajadili hali ya Greenland na maslahi ya Moscow na Washington katika Arctic na mtaalamu. Asante sana Abel Mponela kwa makala hiyo ambayo imetueleza mengi ambayo yapo kiuhalisia kwenye taifa la Greenland, na ni dhahiri shahiri pia kwako mtazamaji umeyafahamu hata yale ambayo pengine hukubahatika kuyasikia ama kuyafahamu kupitia Multipolar Vision. Na hapa moja kwa moja na kwenda kuungana pia na mchambuzi wa siasa za kimataifa Ali Masubi kwenye kuangazia hali halisi ya sehemu ya pili, ambapo itakuwa ni mahojiano na uchambuzi wa kina kuhusiana na taifa la Greenland, kwa kile ambacho kinatazamwa zaidi kwa taifa la Marekani kuhitaji eneo hili nyeti ambalo kimkakati ametaja sababu zake kadhaa kwa nini anahitaji eneo hili. Ali, karibu sana kwenye Multipolar Vision. Asante sana, nimekaribia katika Multipolar Vision ambapo tunasema kwamba dunia sasa kwa asilimia kubwa inaenda kuwa a multipolar world. Yes. Na watu wengi sana wa dunia, hasa sisi tunaotokea ukanda wa Global South, ya nchi zinazoendelea, nchi ambazo bado hazina uchumi mkubwa, tunatamani tuwe na a multipolar world. Kwa hiyo multipolar world inaanza kujengwa na Multipolar Vision, ama mtazamo wa kuwa na dunia yenye ncha nyingi za ambazo mtu anaweza akategemea, kulikoni sasa hivi ambapo tupo kwenye unipolar world ambayo inashikiliwa na US hegemony, ama tunasema inashikiliwa zaidi na matakwa ya nchi za ukanda wa mashariki. Bila shaka imekuwa ni sehemu ya tafasiri pana kile ambacho huwa tunakuletea kupitia Multipolar Vision, sehemu ambayo ina mchanganuo wa vitu vingi, lakini kutoka sehemu mbalimbali kwenye kile ambacho tunakiendea ulimwengu huko. Ali, yapo mengi ambayo tunatamani kuyafahamu badala ya kutazama na kufuatilia pia makala ambayo imesomwa na Abel Mponela kuangazia hali halisi ya taifa la Greenland. Lakini kwenye sehemu ya pili ambayo tutazungumza mengi, tutaenda mpaka katika mwezi huu Januari mapema, ambapo rais wa Marekani Donald Trump alitoa kauli kadhaa pia kuhusiana na sababu ambazo zimefanya Greenland iwe muhimu sana kwa Washington, lakini kwa taifa la Marekani pamoja na watu wake. Lakini alitaja masuala ya usalama wa Marekani, lakini pia la pili alitaja tishio la kuongezeka kwa shughuli za Urusi na China katika bahari ya Atlantic. Lakini la pili pia aliweza kusema kwamba pamoja na maendeleo ya rasilimali asili katika kisiwa hicho, yapo mengi ambayo anayatamani yawe sehemu ya chini ya mamlaka yake ili aweze kuendelea kuaminisha usalama wa taifa la Marekani na watu wake. Lakini kwa maoni yako, kile ambacho natamani kupata pia mtazamo wako, ni sababu ipi kuu ambayo imefanya Marekani ivutiwe na Greenland? Hilo la kwanza. Lakini la pili ni faida zipi ambapo Washington ingeweza kupata kwa kudhibiti kisiwa hicho ambacho kimeanza kuzua mushkila kutoka mwishoni mwa mwaka jana mpaka mwezi huu wa kwanza. Sawa. Sasa ukisema kwamba kwanza umesema kwa sababu zipi ama sababu ipi kubwa ambayo inafanya Marekani
waweze kuvutiwa kuweza kuichukua Greenland by hooks and crooks. Yes. Yani iwe ni kwa namna yoyote ile, kama anavyosema Trump. Kwanza, katika sababu zote ambazo umezitaja ni za msingi na hamna ambayo unaweza ukasema haina nguvu hata moja. Ambapo kwanza ifahamike, Marekani amekuwa anaitaka Greenland kwa zaidi ya miaka 200 sasa. Amekuwa akijaribu katika chini ya marais tofauti, akijaribu kununua, sababu si jambo geni Marekani kununua maeneo. Marekani, United States of America, imejengwa kwa kununua maeneo. Kwa hiyo Marekani ni kawaida yake, lakini kwa Greenland alikuwa anakutana na kigongo. Na kwa muda mrefu Greenland imekuwa chini ya Denmark, na kabla ya kuwa chini ya Denmark tunafahamu ilikuwa tunasema chini ya ilikopo imeungana Norway pamoja na nchi ya Denmark. Kwa hiyo baadaye wakawa wametengana mwaka 1814. So hivi ambavyo tunaongea sasa hivi, Greenland kama Greenland ni sehemu ama ni kisiwa ambacho kinajitawala chenyewe kwa sheria zake mpaka leo hii tunavyoongea sasa, na hiyo ilianza mwaka 2008. Kwa hiyo kilichobakia, ili taifa lenyewe limebakia likiwa na msingi imara, lakini unaongelea katika Greenland kuna mali ambazo ni nyingi sana. Unaongelea Greenland kuna madini ambayo Marekani wametoa taarifa siku kadhaa zilizopita na kusema wana madini ya muhimu sana, zaidi ya madini 50 ambao wanahitaji, na hayo madini 43 ya hayo madini yanapatikana Greenland. Yes, critical minerals. Hiyo ni moja ya sababu za msingi sana. Lakini sababu nyingine, shughuli za Urusi na China, kwangu mimi naona ina sababu ndogo sana. Kwa sababu moja, ndani ya Greenland huwezi ukasema China na Urusi wana nguvu mule, lakini ambacho unaweza ukakiongelea ni katika eneo la Arctic. Katika ile eneo ukanda wa Arctic, juu kabisa katika ile nchi ya dunia, tunasema kuna sehemu ambayo ina barafu, yenyewe muda wote inakuwa ina barafu. Sasa katika ile Arctic, pale ndipo ambapo Marekani, Urusi na China, hasa zaidi Urusi kama kamkaribisha China. Urusi pale ameamsha bezi zake za tangu enzi za USSR, na ni kama unaweza ukasema Putin amebet kwamba amebet kwenye future ya Arctic, kwa sababu pale chini ya ile barafu ambayo inasemwa inayeyuka sana kutokana na global warming, mabadiliko ya hali ya hewa ya kidunia, ile barafu inayeyuka sana, na baada ya muda ardhi itakuwa exposed. Kwa hiyo kuna faida mbili. Faida ya kwanza ni kwamba mali nyingi ambazo zipo kwenye ule ukanda zinaweza zikapatikana, ambao ni madini mengi sana, ambayo ndio haya tunayoongelea, ambayo ndio hiyo critical minerals ambazo zinahitajika kwa uchumi wa kisasa. Lakini mbali na madini, hata mafuta, pale panasema pana mafuta mengi sana, trillions of barrels, ambazo bado hayajawa tapped, yani hajatolewa kutumika kama ambavyo tunafahamu mengine yanayotumika yapo Mashariki ya Kati na sehemu nyingine. Kwa hiyo ukikaa ukaangalia, unaona hizi mali zote zinapatikana pale. Kwa hiyo Urusi wamebet pale na wamekopo na activity nyingi kule, wameweka base za kutosha kule katika lile eneo la Arctic. Kwa hiyo kwa pale ni sawa. Kwa hiyo Marekani yeye binafsi yake kumuona sasa hivi ameonyesha interest kubwa kwa Greenland. Cha kwanza pengine ni kuzuia, labda kusema hao wamekuwa na nguvu sana, wanatuacha sisi na wanawekeza zaidi katika hili eneo. Sasa kama wanawekeza zaidi katika hili eneo ama katika huu ukanda, na sisi tunakuja na nini cha kuwekeza katika eneo hilo? Lakini sababu nyingine ya msingi ambayo watu wengi wanakuwa hawaioni ni sababu ya uchumi wa sasa hivi wa kidunia umebadilika. Uchumi wa kidunia umebadilika, kakaangu Kashmir, lakini pia na wadau wote wa Multipolar Vision, inabidi kufahamu kitu kimoja. Wakati wa vita vya pili vya dunia vinaisha, tulipata uchumi ambao uko based na mafuta. Yaani mafuta, crude oil, ndio ilikuwa inashikilia zaidi uchumi, na ni moja ya sababu kubwa sana za Marekani kuwa super power. Ugunduzi wa mafuta, lakini pia uchimbaji wa mafuta. Baada ya hapo mpaka leo hii tunavyoongea, mafuta yamekuwa ni muhimili wa uchumi wa kisasa. Lakini sasa hivi tunavyoongea, hilo linaenda kubadilika. Super power leo hatengenezwi na mafuta 100%. Kuna vitu vingine hapo unatakiwa uingize. Unatakiwa uingize semiconductors ambazo
ndizo zinaongoza karibu mfumo wa devices za sasa za kielektroniki. Unaongelea simu kama hizi, lakini pia simu za kisasa, kompyuta za kisasa, unaongelea magari ya kisasa, silaha za kisasa, ni lazima ziwe zina powerful chip. Sasa unavyoongelea taifa lolote lazima liwe liko vizuri kwenye semiconductors. Hivyo vitu vinapatikana wapi? Unaenda unavipata katika hayo madini ambayo nimekupa nayasema. Ili uweze kutengeneza semiconductors lazima uwe na hayo madini, lazima uwe na supply chain, uwe na supply chain nzuri ya hayo madini. Lakini mbali na hivyo, uchumi wa kisasa unajengwa na kitu kingine cha msingi sana, hizo rare earth pia kama umezisikia, kwa ajili ya kutengeneza teknolojia hizi ambazo tunazisema, mbali tuna hizi za semiconductors, lakini teknolojia nyingine kama renewable energy na teknolojia nyingine. Hivi vyote ili vipate lazima uwe una access. Uchumi umebadilika, sio tu wa kutegemea mafuta, ili taifa kubwa lazima lijengwe na hivi vitu. Sasa Marekani ana nguvu kwenye mafuta, lakini ukija kwenye hivi vitu vingine bado hana nguvu. Hapo ndio unamkuta China anashikilia supply ya rare earth zaidi ya 90%, na anashikilia hata kama leo Marekani atakuwa na rare earth mpaka catch up China ni muda mrefu. Lakini unakuja mbali na rare earth, kuna haya madini mengine sasa kama nickel yanapatikana Kongo, yanapatikana wapi? Kama nilivyokuambia, ile US Geology report ilikuwa inasema wanahitaji, Marekani iko short ya madini mengi sana, na katika hayo madini zaidi ya 50 wanaohitaji, 43 yanapatikana Greenland. 43 peke yake yanapatikana Greenland. Naambie kwa nini Marekani asiitake Greenland? Sababu nyingine ya mwisho wa msingi ni Marekani anatengeneza the Golden Dome, mfumo wa ulinzi ambao utakuwa ni one of the best. Kumbuka Marekani ana mfumo wa ulinzi, lakini sio mfumo wa ulinzi wa layered kama ule tunaoona Israel, ni mfumo wa kawaida. Sasa dunia sasa hivi imebadilika. Mataifa ambayo yanapigana na Marekani kama vile, ambayo yanaweza kaja akapigana na Marekani kama vile Urusi, China, ni mataifa ambayo yamejiwezesha kijeshi kiasi kwamba yana uwezo wa kumdhuru Marekani kutokea pale ambapo yanakuwa yanapatikana. Yapo mengi ambayo tunatamani kuyafahamu hali, lakini kwa hiki ambacho umekizungumza, tunaweza tukasema pengine makubaliano ya Rais Donald Trump pamoja na mataifa mengine ya Ulaya kwenye sehemu ya makubaliano yao yameweza kumsaidia kwa kiwango fulani Rais Donald Trump kufikia lengo lake katika kisiwa cha Greenland. Makubaliano ambayo hapo awali yamekuwa yakizungumzwa ya kwamba moja ya watu ambao kukubali kwao ama kukataa kwao, pamoja na kwamba Marekani ni mkubwa, lakini yanaweza kuathiri kufanikiwa kwake ama kutokufanikiwa kwake kuchukua eneo hili. Kwanza kabisa inabidi kuangalia parts hapo, ambapo unaangalia kwamba nchi ambayo inashikilia imekopo kwa muda mrefu kama ina dhamana ya Greenland, kwa sababu Greenland wana bendera yao, wana bunge lao, na tayari tangu mwaka 2008 wamesharudishiwa ile autonomous, yani wana vitu vingi wanavirun wao. Wenyewe Denmark imebakia kama ikicontrol tu ikicontrol masuala ya fedha, wanatumia pesa hiyo ya huku, lakini masuala ya diplomasia kimataifa, lakini pia hata passport ambayo watu wale wanayo ni maana sio watu wengi, hata 60,000 hawajafika. Passport ambayo wanaitumia wao ni passport ya nchi hii ambayo iko member wa EU. Kwa hiyo wale wanachukuliwa ni kama wanapata privileges kama raia wa EU. Kwa hiyo ukishaongelea EU unaangalia parts kwamba kuna hawa EU, kuna raia wenyewe wale wa pale wanataka nini. Raia wenyewe hawataki kuwa chini tena ya nchi tena ya Marekani, kwa sababu kwa muda mrefu wamekuwa chini ya hawa wamewapa wawe autonomous, wawe wana serikali yao, wana bendera yao. Leo tena wawe chini, hawataki. Na kama unavyoona zile demonstration wamekuwa wanaandamana wakisema hawataki, japokuwa Marekani amekuwa yupo, ana base zake, ana presence yake, lakini hawataki. Yani leo aje tena wawe chini ya hawa. Lakini sababu nyingine unakuja kwa EU, tunafahamu ndo unakutana na kina Uingereza, kina nani, na unaona reaction yao jinsi ambavyo ilikuwa kubwa. Walichachamaa sana. Trump akasema anaandaa package ya tariffs 25%, lakini wao nao for the first time kumbuka mara ya kwanza walivyopigwa tariff walirudi nyuma, lakini this time wakasema hapana, wakawa wanataka waandae tariff ya dola za Kimarekani bilioni 800 ya kumpiga Marekani.
Trump akarudi nyuma, kwa sababu kama ingefanyika hivyo basi ingekuwa ni very bad. Kwa nini? Kwa sababu kama Trump ataishambulia kwa sababu kwanza inabidi ufahamu EU na Marekani wote wana bilateral trade ya zaidi ya dola za Kimarekani trilioni 1.6. Pesa nyingi sana baina ya nchi na nchi. Sasa wanategemeana. Marekani anauza Ulaya, Ulaya inauza kwa Marekani. Na tunasema Ulaya kwa sababu wale hawawi represented na nchi moja moja, ni block nzima ya EU. Sasa wale kama wale ukiangalia this kind of interdependence, mwanzo walimpiga Marekani. Mwanzo Marekani kawapiga, wamebeba, lakini wakaona this is too much, kwa nini atupige na sisi tunataka tumpige. Trump kaogopa sana, kwa sababu their legacy kubwa imekuwa ni wamejenga utegemezi kwa haya mataifa, wamekuwa washirika wao. Sasa washirika wakitaka kuanza kuang'ata, yani wanasema a dog when is mbwa anapokuwa amebananishwa kwenye kona anaweza akamuuma yule mwenye mbwa kabisa. Sasa ile imekopo ni kama imemfanya Donald Trump arudi nyuma na kurudi na kujaribu kubadilisha ile kauli yake aliyokuwa anasema kwamba atatumia nguvu, kwa sababu hawa hawataki. Na hawataki kwa nini? Kwa sababu wanaona huyu ni mwenzetu. Sasa kwa nini tena, kama huyu ni mwenzetu, huyu mshirika wetu, aende kwa mwenzetu akatumie nguvu kuchukua eneo? Na tunajua sheria zinasemaje, sheria za kimataifa ambazo wamezisimamia muda mrefu, ni kwamba huwezi ukatoka ukaenda kuchukua eneo la mwingine kwa nguvu kivita. Huwezi ukatumia hizo nguvu. Hayo yalikuwa ni mambo ya nyuma huko, sio kwa sasa hivi, lakini sio kwa dunia. Ndio haya tunayasema kwamba kwenye multipolar vision ama kwenye multipolar world, dunia ya kisasa, watu wana sababu kubwa ya kukataa ule mfumo na kusema huu mfumo umedondoka wa unipolar world, ama mfumo ambao unaegemea siasa za aina moja. Ni kwa sababu umeshindwa. Kuna vitu vingi, ikiwemo vitu hivi, taifa moja liende likalipige taifa jingine, likawekee vikwazo taifa jingine na vitu vingine. Kwa hiyo bottom line ni nini? Bottom line ni kwamba Trump, ukiangalia shida ni kwamba mataifa haya, hizi parts ambazo zimeweza kugoma na zimeweka ngumu kwamba wewe bwana hapa uweze ukachukua. Kwa hiyo inawafanya Marekani kweli wanalihitaji kimkakati. Ukiangalia for national security hapo wanalihitaji sana lile eneo. Lakini Reuters, ambapo kimsingi ilinukuu vyanzo vya serikali ya Marekani na inaripoti kuwa baadhi ya wawakilishi wa chama cha Republican, chama ambacho anatokea pia Donald Trump, wameeleza wasiwasi wao wa utawala wa Trump kuhusu pia uwezekano wa kumwondoa madarakani. Lakini sasa kufuatia kuongezeka kwa mgogoro wa Greenland, jambo ambalo wapo ambao wamelikubali, wapo ambao pia wamelipinga, shinikizo la kisiasa la ndani lingeweza kuwa na nafasi gani katika uamuzi huu ambao Donald Trump ameupa kipaumbele kikubwa? Shinikizo la kisiasa la ndani, hapo unamaanisha Democrat, hapo upande wa pili. Kwanza ukiangalia unajua Marekani, mimi kuna kitu nimekigundua sasa hivi na nikasema Marekani wana hivi vitu vinakuwa vipo. Kweli mnaweza mkawa mna tofauti zenu nyinyi, lakini hata kama mna tofauti zenu nyinyi, lakini tunavyokuja kwenye sera ya nchi, sera ya nchi ni ipi? Sasa Marekani sasa hivi wanaingia kwenye era mpya. Kwa nini? Trump ndio kama amekopo, ni mtu ambaye anaweza kuwaingiza huko, yeye ndio the right person, lakini marais wengi hasa wa Democrat wasingeweza kufanya anachofanya Trump. Kwa nini wasingeweza? Kwa nini? Tuangalie kwa jicho la mbali sana ambalo wengi hawaangalii. Kama nilivyokuambia, uchumi wa sasa hivi umebadilika sana, na historia time and time again imekuwa inatufundisha kama hautoendana na nyakati, basi wewe utadondoka. Marekani anapambania kushikilia kijiti chake cha superpower, kijiti ambacho China amekikaribia. Marekani ana GDP ya trilioni 30, China ana GDP ya trilioni 19. Marekani anakuwa kwa ukuaji wa 2%, China anakuwa kwa ukuaji wa 5%, sometimes mpaka 6. Maana yake anakuwa zaidi ya mara 2 ya Marekani. Maana yake hata kama Marekani amemzidi, lakini huyu atamfikia. Moja kitu ambacho nitaondoka bila kukiuliza ni swala la profesa mstaafu katika chuo cha City College Marekani, anaitwa Rhiannon Menon, ambapo kimsingi alisema katika mahojiano yake na The Times, nikimnukuu, kwa kile ambacho amekizungumza kwamba NATO kwa sura ambayo imekuwepo kwa zaidi ya miaka 75
inaelekeza kufikia mwisho kutokana na hali ya Greenland. Lakini aliongeza pia kwenye mahojiano hayo kusema kwamba matatizo ya EU hayatakwisha hata baada ya kumalizika kwa muhula wa urais wa Donald Trump, kwa mujibu wa ile falsafa yake ya the MAGA, kwa maana ya Make America Great Again. Na alisema pia kuwa vipaumbele vya kimkakati vya Washington vitahamia maeneo mengine mbalimbali na kuunga mkono NATO. Moja kitu ambacho natamani kukifahamu pia, inawezekana kusema kuwa kuna mgogoro wa NATO kama muungano wa kijeshi na masuala ya kisiasa ambayo yanakuwa kipaumbele zaidi ndani yake. Sasa kwanza kabisa anachokisema profesa yuko sahihi. Na sijuzi Marekani imetangaza kwamba ni the shift ile inayoiongelea sasa. Ili Marekani aendelee kubakia juu kule, aendelee kubakia kwenye kilele cha ubora cha super power, lazima kuna vitu vibadilike. Lazima sera yake ya mambo ya nje ibadilike, ambayo imekuwepo so far tangu mwaka 1945 baada ya kumalizika kwa vita vya pili vya dunia, ndio amekuwa anaenda nayo hiyo sera ambayo tunafahamu. Kulikopo kuna the Marshall Plan ambayo ilikopo ni kuwapa msaada yale mataifa ya EU haya yaliyodondoka wa kiuchumi na vitu vingine, na kweli ilifanya kazi. Yale mataifa yaliinuka yakajijenga sana. Kaja sehemu nyingine ambayo ni establishment ya NATO mwaka 1949 ambayo tunafahamu kupitia NATO Marekani iliwapa wale guarantee kwamba sisi tutawalinda, tutakopo tunawapa nuclear umbrella na vitu vingine. Kwa hiyo kwa miaka hii yote Marekani ameendelea kuwalinda hawa na kuwafanya hawa wajione wako salama, lakini ilikuwa inamfanya Marekani aweze kuingia gharama kubwa sana kiuchumi kuweza kuwa maintain hawa, na hicho ndo Trump amekuwa analalamika kwamba tunatumia fedha kubwa sana kuweza kuifanya hii NATO iendelee kuwa float wakati nyinyi hamwekezi. Lakini sasa shida inakuja moja, na hawa NATO na wenyewe wanasema kwamba, na ndio hiyo nasema matatizo ya EU kubwa amekuwa analiongelea ni kwamba shida ni kwamba wamejengewa utegemezi. Wao wenyewe mataifa ya EU leo ukiangalia hayana hata uzalishaji ule wa silaha, hayana, yanategemea kwa Marekani. Mtazamaji wa Clouds TV, hii ni Multipolar Vision, tukipata mitazamo katika mjadala ambao tumeuangalia hii leo toka hapo awali kuhusiana na taifa la Greenland, ambapo tulipata makala, lakini vivyo hivyo mchakato wa sehemu ya uchambuzi wa kina na simulizi hapa ambayo tumeipata kwa mchambuzi wa siasa za kimataifa Bwana Ali Masubi, ambapo kimsingi ameeleza mengi. Lakini kwa hivi sasa tukiwa tunamalizia, natamani kupata mtazamo wako kuhusiana na masuala ya usafirishaji kwenye bahari ya Antarctic, ambapo kimsingi moja ya kitu ambacho nimeona kinatokea kwa kipindi cha hivi karibuni ni kuyeyuka kwa barafu za Arctic, ambapo pia kunafungua fursa kubwa ya masuala ya kiuchumi kwa njia za eneo hilo ikiwemo Urusi, na hivi pia karibuni tumeona Moscow ikiendelea kwa kasi kwenye biashara ya korido yake inaitwa Transfer Arctic, ambapo ni njia hii ya bahari ya kaskazini, na ilijaribu pia kutoa njia mbadala ya kampuni za biashara katika taifa la China ambao pia ni washirika wake wakubwa. Lakini moja ya kitu ambacho natamani pia kupata mtazamo wako ni kuhusiana na mustakabali wa maendeleo ya njia ya bahari ya kaskazini mwa Urusi. Je, inaweza kuwa mbadala pia wa njia za usafirishaji wa China kupitia mfereji wa Suez? Na sio tu China, ni dunia nzima kwa ujumla. Sababu unavyoongelea maritime, maanake ni meli, zipo kampuni nyingi, mataifa mengi, na sasa hivi maritime routes ambazo nyingi zimekuwa zinategemewa. Ili uende Ulaya inabidi uzunguke, kama unatokea China, India huku inabidi uzunguke ufike all the way mpaka uingilie hapa Yemen. Ukishaingilia ndo toke, route inakuwa ni ndefu sana. Lakini ile route inasemwa itakuwa ni route nyepesi sana. Lakini sasa shida ni changamoto hiyo ya barafu. Ndio maana mwanzo wakati naongea hapo nyuma kidogo niliongelea swala la kusema kwamba kuna fursa. Na hizo fursa sio tu madini ambayo yanapatikana pale, hata hii route ambayo ni route maritime route, kwamba ni route kwa ajili ya meli za biashara zinaweza zikapita pale na kuokoa fedha nyingi sana ambazo zilikuwa zinatumia mwanzo, na hiyo itafanya hata gharama za usafirishaji ziweze kushuka na pengine kupunguza hata zile gharama za mwisho za bidhaa. Sasa lakini kwenye hilo nimeona Urusi ndio taifa ambalo linaongoza kwa kuwa na meli nyingi ambazo zinaongoza meli nyingine kwa kupasua barafu ambayo ipo kwenye eneo hili. Ndio, icebreakers. Sasa ukiangalia ndo hayo yote, kuna kipindi pia Marekani walikopo wanaongelea kwamba
sisi tunaachwa katika the Arctic race, kwamba moja ya race utakazoziongelea pia the Arctic race, yani race ya kwenda kuitawala Arctic. Leo hata kama ile ni no man's land kwa asilimia kubwa, hata kama wewe kaka yangu Kashmiri uko vizuri, una uchumi, una uwezo wa kuwekeza, nenda kawekeze Arctic kule. Lakini swali linakuja, je, una uwezo wa kusustain? Ndo hapo sasa Urusi nilisema Putin na Russia wamebet kiasi kikubwa, wamefufua zile kambi zao, lakini pia wamemkaribisha soiba yao Mchina naye anaonekana kule. Na hizi pia ndio moja ya vitu ambavyo vimemtisha mpaka Marekani akaona nikisema niende Arctic kule mambo yatakuwa ni mengi sana. Sasa kwa nini nisianzie tu hapa Greenland? Kama unavyosema icebreakers zimekuwa nyingi sana. Russia wanasema wana meli hizo icebreakers za kuvunja barafu, na ina maana zinapokuwa zinavunja barafu zinaachia njia ya kuweza kupita, lakini pia wanavyojijenga hivi Urusi, ina maana wamebet kama hivi ambavyo tunasema kwamba huko mbeleni kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yamebadilika, mazingira sasa hivi joto limepanda, global warming, ile barafu inayeyuka kwa kasi, na baada ya miaka kadhaa patakuwa hamna barafu. Kwa kama umejiimarisha vizuri katika ule ukanda, wewe ndio utakuwa utafaidika na route na vitu vingine, na inakuwa ni ina faida kubwa sana kibiashara za dunia. Tukiwa tunamalizia, Urusi na China ni tishio kwenye eneo la Greenland. Najua mwanzo ulizungumzia, lakini kwa msisitizo kwa kile ambacho amezungumza Donald Trump kama ni sehemu ya sababu inaweza ikaleta sehemu ya huo mtazamo kwa watu wengine ambao wamechukulia. Tishio, unajua Marekani siku zote kuwa kusema za ukweli, siku zote amekopwa na sababu ni kama movie ambayo ina adui, yani katika movie kuna steering na adui. Sasa Marekani siku zote katika masuala yake lazima panakuwa pana adui. Kipindi cha enzi za Usovieti walitengeneza kipindi cha Cold War, adui alikopo ni Umoja wa Kisovieti, kwamba tunaanzisha NATO ili tuwalinde nyinyi EU dhidi ya Umoja wa Kisovieti. Na kweli NATO ikaanzishwa na wale wakajiunga sana na NATO. Lakini sasa hivi anataka Greenland, anasema Urusi. Sababu ya Urusi tishio lake ni dogo sana kwa mimi ninavyoona, lakini sababu kubwa ukiniuliza kwa nini anafanya hivi, nadhani ni sababu hiyo, kwanza kupata hizo mali, lakini pia ku catch up na hawa kutokana na kumzidi huku Arctic, lakini sababu nyingine za kiulinzi hizo mimi nadhani ni sio kubwa sana. Okay. Ali Masubi, my brother, nikushukuru sana kwa wakati wako, mchambuzi wa siasa za kimataifa, na leo tumepata mtazamo mzuri sana kuhusiana na kile ambacho tumekiweka mezani, hali halisi ya taifa la Greenland, tukianza na makala fupi na kisha uchambuzi wa kina kwenye siasa za kimataifa, tukiongozwa na meza huru yenye maoni tofauti ambayo tumeipa nafasi kubwa ya leo, Multipolar Vision. Mtazamaji wa Clouds TV, bila shaka yapo maarifa na taarifa ulizozipata kwenye kuongezea ukwasi wa taarifa zako, kile ambacho ulikuwa unatamani kukifahamu kwenye upande wa pili wa shilingi. Kwa niaba ya timu nzima ikiongozwa na Abel Mponela, Hussein Miayo pamoja na Och nyuma ya kamera, na wote ambao wameshiriki kwenye mchakato wa maandalizi ya Multipolar Vision ya siku ya leo, ni kushukuru sana na nikusihi uendelee kusalia na Clouds TV kwa vipindi vijavyo. Wiki ijayo tutakuwa na nini ambacho tutakiweka mezani na kukijadili kwenye siasa za kimataifa, kwenye kulitazama hili kinaga ubaga. Nikusihi uendelee kusalia nasi, na kwenye kurasa wangu wa Instagram @alikashmiri unionapo kuna jambo. Nikutakie usiku mwema, naendelea kufuatilia Clouds TV.